Tupo na mtayarishaji wa makala hii kwa maana kwa documentary The Guardian of the Peak, na ni Bwana Ram, ambapo ushirikiano mzuri kati ya Tanzania na China. Tunaye moja kati ya wahusika wazuri sana kwenye The Guardian of the Peak. Leo tumezindua documentary yetu kwa mara ya kwanza. Labda pengine hii ina tafsiri gani kama mtayarishaji wa makala hii? Tafsiri yake inaonyesha ni kwamba tunaenda kufanya mabadiliko. Tunaenda kuwaonyesha watu kwamba kupitia tasnia ya filamu tuna uwezo wa kufanya vitu vikubwa tofauti na vile vitu ambavyo tumevizoea. Kwa hiyo hii imetufanya sisi tuje na mbinu nyingine mpya kabisa ambayo itatufanya tuweze kufika mbali zaidi, kuweza kuitangaza tasnia ya filamu kimataifa zaidi kupitia documentary, na pia kuweza kutangaza utalii wa Tanzania katika soko la China na dunia. Na sio kutangaza tu utalii, kwa sababu ukiangalia uhifadhi wa mazingira na utalii ni vitu ambavyo vinaendana. Kama ukishindwa kuweza kuhifadhi mazingira yako vizuri, basi ina maana hata utalii wako hautaweza kustawi vile inavyotakiwa. Kwa hiyo sisi tumeiona ni fursa ya pekee kuweza kuitumia, na tukalenga moja kwa moja kwenye mlima Kilimanjaro, kwa sababu tunajua swala zima au changamoto ambayo inatokana na mabadiliko ya tabia nchi yameweza kuathiri mlima wetu wa Kilimanjaro kwa kiasi fulani kila mwaka, kwa kuweza kupungua kwa ile seruji. Kwa hiyo tumeona sasa tuje na mradi huu endelevu ambao ni mradi wa miaka 5. Mwaka wa kwanza ambao tumeanza nao ni mwaka jana, mwaka 2024. Leo tumeweza kuzindua, tunashukuru tumepata mwitikio mkubwa, watu wamekuja wengi. Tumeshirikiana vizuri pia na bodi ya filamu Zara Tour, tumeshirikiana pia na watu wa TANAPA, TFS, na pia wadhamini wetu wakubwa ambao ni Meticulous General Insurance. Wameweza kutusupport kwa kiasi kikubwa sana, na wengine ambao wako nyuma yetu. Kwa hiyo ni project ambayo endelevu. Mwaka huu pia tunategemea tena kupanda kwenye mlima wa Kilimanjaro na subject nyingine tofauti kabisa ambayo inasema Clean Energy on Mountain Kilimanjaro. Tumekuja kuangalia nishati safi. Tumekuwa tukifanya initiative ya nishati safi huku mijini, lakini tukiangalia source ya kuweza kupeleka initiative ya nishati safi kule sehemu ambapo kuna source ya hii misitu. Kwa hiyo tukiweza kupeleka initiative hii kwa kuweza kulinda misitu, kulinda mazingira kwenye mlima wa Kilimanjaro, basi tutakuwa salama. Labda pengine mtu anaweza akaona labda ilikuwa ni safari ambayo inaweza kawa na urahisi. Unaweza kutupa historia kwa ufupi ya changamoto, baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo pengine ukutana navyo kwenye utayarishaji wa hii filamu? Of course changamoto zipo, lakini ni changamoto za kawaida tu ambazo zinaweza kuvumilika, zinaweza kutatulika, na siku zote waga tunajifunza kwamba unapokutana na changamoto hupaswi kuikimbia. Unapoitatua changamoto ndio unapoenda kutengeneza fursa nyingine. Kwa hiyo sisi sehemu ya changamoto tunaona ni sehemu ya kuweza kutengeneza fursa. Kupitia safari hii ya Guardian of the Peak mpaka kufika kileleni, of course inahitaji moyo, inahitaji ujasiri, lakini niwaambie tu watu wasiogope. Mlima Kilimanjaro ni mzuri na kupanda pia ni starehe. Ila wengi ambao wanashuka kutoka kwenye mlima Kilimanjaro, kitu cha kwanza watu wanaambia ile hardness ya mlima, ndio watu wanapoanza kuogopa. Lakini ukishaanza mtu kumwambia ile expression, ile excitement ambayo unakutana nayo kwenye mlima Kilimanjaro, alafu kaja kumwambia hardness ya mlima Kilimanjaro, mimi nafikiri mtu huwezi kumwogopesha. Tusianze kuambia watu hardness ya mlima, tuanze kuambia watu excitement na ile burudani au ile starehe ambayo mtu anaenda kukutana nayo kule summit. Hivyo vitu vingine vyote vinawezekana. Twende tukapande mlima Kilimanjaro. Tuko vizuri. Najua ana jambo la karibu. Asante sana. Unazungumziaje leo tumezindua filamu ya The Guardian of the Peak? Watanzania wanapenda kusikia kutoka kwako. Watarajie nini kupitia filamu hii? Ndio leo ni mzinduzi, lakini mradi hii ni muhimu sana. Tunaona mazingira ishu kubwa. Sasa tunataka watu wengi, watu yote unga mkono pamoja. Alafu fanye conservation, tunza, alafu boresha mazingira, faidika Tanzania. Maisha naendelea vizuri. Na pia Tanzania is a very rich country. Sisi
natural resources nyingi sana, lakini labda bado kidogo sisi nataka join hands with Tanzania Film Board, with TFS, with Dao Bali na uza Tanzania ndani na soko la China, alafu nchi nyingi kwa ajili ya kuvuta watalii na kuvuta wawekezaji kujenga nchi Tanzania. Asante sana. Labda kwa neno la mwisho kama mtayarishaji, labda pengine wanaipataje sasa hivi? Documentary hii kwanza itaanza kuruka rasmi katika channel ya Azam pamoja na Safari Channel TBC. Baada ya hapo itaanza kusambazwa katika maeneo mbalimbali kama kwenye vituo vya mabasi, SGR, kwenye airlines like Air Tanzania, kwenye viwanja vya ndege pia hapa nchini Tanzania, kwenye mahoteli ya kitalii, sehemu mbalimbali, kwenye mabasi ya kwenda mikoani, kwa sababu lengo kubwa tunataka hii message imfikie kila mtu, imfikie kila mdau, imfikie kila mlengwa, na hii iwe kama somo pia kwa watu wengine kwamba tunapoamua kufanya kazi ya filamu, basi kuna fursa kwenye upande huku. Tusing'ang'ania au tusijishikilie wote sehemu moja. Mlango ambao tunautazama kwa sasa hivi ni mdogo. Kuna milango mingine ambayo haina hata watu wa kupita. Basi tujigawe, wengine tupite kwenye mlango ambao una nafasi. Hilo ndio la kwangu kubwa, na pengine napenda kualika wadau mbalimbali. Viongozi wa serikali, mashirika, wadau binafsi, wapenda mazingira na utalii, tushirikiane kwa pamoja kwa project zinazokuja. December 2025 tunakwenda tena na nishati safi kwenye mlima Kilimanjaro. Sawa. Asante sana.